Kinachofanya mama wengi wasishiriki kwenye kazi za ufundi ni changamoto. Kazi za ufundi ni ngumu kwa wamama. Halafu pili, upatikanaji, mafundi wengi wenye kazi ni wababa. Malipo yanapatikana, ila kuna wakati tunapata changamoto. Unakuta mafundi wengi ni ngumu, sio wote tunaowafikia matajiri. Walio wengi tunafanya kazi nyuma ya watu wengine. Kwa hiyo unakuta yule mwenye kazi atakufanyisha kazi wiki 2, anakuambia tajiri hajaonekana, yuko safari. Mwisho wa siku umefanya kazi wiki 2, siku ya malipo anatoa sababu ndogo ndogo, unakuta malipo yanatoka kidogo na kazi uliofanya ni kubwa. Ombi langu, naomba tunapokutanishwa kwenye hizi semina za mafundi, pia wawepo watu wanaofundisha kuhusu sheria na haki. Ni wapi uzipate, unapoonewa ni wapi? Maana walio wengi hawapati haki, lakini hawajui ni wapi waende. Kwa hiyo inapotokea semina ya namna hii, wawepo watu wanaofundisha kuhusu sheria. Umeonewa, hujalipwa malipo yako stahiki, ni wapi uende? Maana walio wengi hatujui ni wapi tuende tunaponyimwa haki. Sasa tupate sheria ya kuweza kwamba umenipa kazi, kuna makubaliano fulani, mimi nafanya kazi hiki kipande 300, nikikimaliza utanipa. Pawepo yani mainjinia wale wanaowapa kazi mafundi, wawape na mikataba. Wale wanaokuwa kwenye site maalum, na wao wanatambulika kwamba ni happy, niko kwenye hii site, natambulika nipo. Unakuta tupo kwenye site ila hatutambuliki. Ni watu ambao wakifanya kazi hizi za ufundi wanazifanya kwa uhakika. Lakini ni moja sana wamekuwa wakijitokeza katika shughuli hizi za ufundi, na hasa wakiwa wanakumbana na changamoto kama mbili. Moja kati ya hizo changamoto ni kutokujiamini. Wengi wao walikuwa wakifanya hizi kazi walikuwa wakidhani kwamba hizi kazi ni za wanaume peke yake. Kwa hiyo wakawa hawajitokezi kuzifanya. Lakini wengine miongoni mwao pia wapo ambao wamekumbana na changamoto kama labda akikuta mwanaume ndio msimamizi wa site, anasema mpaka ili kusudi uwe fundi au nikufundishe ufundi lazima kuna kitu unahitaji kutoka kwako. Kubwa ni wanawake tu kujitambua na kujielewa kwamba pale inapotakiwa sasa anataka kufanya kazi. Kwa mfano, huko nyuma kulikuwa wanawake hata hawapandi ngazi, wengine walikuwa hata hawawezi kuwa mafundi wa umeme na nini, lakini kwa leo sasa tuna wanawake wanafanya kazi mbalimbali wakiwa madereva wa magari makubwa na nini. Kinachotakiwa kwa kina mama ni kujitokeza na kusubutu. Zaidi ni usubutu kwamba anachoweza kufanya mwanaume na yeye anaweza akafanya. Lakini kingine ambacho pia mimi naweza nikasema kwamba ni ile tabia yetu sisi wanaume kwamba mwanamke hawezi chochote na nini, lakini pia ile tabia ya kuomba rushwa ya ngono kwa akina mama, hii inawafifisha sana akina mama wasijitokeze kufanya hizi. Moja kati ya sababu ya kwa nini tunakutana na mafundi kila mwaka, kwanza ni kuupdate uzoefu na ujuzi wa bidhaa zetu pamoja na ujuzi kwenye sekta nzima ya ujenzi. Lakini 2, kuendelea kuwatambua kwa kundi lao kubwa na kuwafahamu kwa mazingira ambayo wanatokea. Lakini 3, leo tumekuja na jambo kubwa sana la Magic Builders Foundation, ambayo hii ni taasisi rasmi kwa ajili ya kushirikiana na mafundi, kuwapa fursa, kuwapa elimu, na mpaka ninapozungumza tumeingia makubaliano na VETA kwa ajili ya kurasimisha sasa kazi zao za mikono. Kwa hiyo ni rasmi sasa hii sekta ya mafundi ni sekta ambayo inaenda kutambulika taratibu na serikali imeendelea kutunga mkono. Tumesikia bunge la mwaka huu, Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Suleiman Jafo ameweza kutoa pongezi kwa sababu ni kundi linalochagiza ukuaji na uhai wa sekta ya viwanda pamoja na biashara. Sasa ni ombi letu kwenye wadau wengine, especially Wizara ya Ajira, Wizara ya
vijana, lakini pamoja na Wizara ya Elimu ambayo VETA iko chini yake, kuwa na mikakati na sera jumuishi kwa ajili ya kundi kubwa la mafundi hawa ambao mpaka sasa hivi sisi kama Magic Builders tuna database ya mafundi 700,000 Tanzania nzima. Sasa tukiweza kuwarasimisha hawa, tukawapa uwezo, sisi mabosi ambao tunawatumia tutakuwa comfortable na tutapenda kulipia gharama, kwa sababu tunaamini tunadili na watu ambao kwa uzoefu, kwa ujuzi watatupa kitu ambacho kipo bora. Kwa hiyo ni wakati sasa wa kuangalia namna gani tutaendelea kulibeba ili kundi, kulihudumia, lakini kulifanya liweze kutengeneza matajiri na liweze kutengeneza viongozi, lakini liweze kutengeneza jamii ambayo inaheshimu utu pamoja na upendo kwenye kazi na kuleta kitu ambacho ni bora kwa taifa letu. Mafundi wa kike kwa kweli wapo na wanakuwa kwa kasi. Na moja kati ya changamoto ambazo wanakutana nazo ni kutokupokelewa. Mbali tu na hizi rushwa ya ngono, watu kuamini kazi mwanamke anaweza kuifanya vizuri imekuwa ni changamoto. Sasa tunapofanya semina kama hizi, watu wanapata confidence kwamba huyu kashiriki semina, ana certificate ya VETA, basi ni fundi anaweza kufanya kazi. Kuhusu mambo ya rushwa ya ngono, ni jambo ambalo ni subjective. Ni jambo ambalo tunatakiwa tulipigie kelele ili jamii iamini kwamba bila hicho pia mambo yanawezekana. Ni mtu umpe kazi kutokana na uweledi, kutokana na mafunzo aliyopata, lakini kutokana na heshima na utu wake ambao hilo linabidi liwe la kwanza.